Rafiki wa faida, haya ni mambo matano usiyoyajua kuhusu kufuatilia mawasiliano ya mtu bila yeye kujua. Je, unajua kuwa kufuatilia mawasiliano ya mtu si rahisi kama watu wanavyodhani? Watu wengi wanafikiri ni kitu cha kawaida, lakini ukweli ni kwamba kuna mambo mazito sana nyuma yake. Leo nitakuonyesha mambo matano muhimu kuhusu kufuatilia mawasiliano ya mtu bila yeye kujua, ambayo huenda ulikuwa uyafahamu kabisa. Hakikisha unatazama mpaka mwisho upate kufahamu zaidi. Namba 5, si rahisi kihivyo. Watu wengi wanaamini unaweza tu kufuatilia simu ya mtu kwa app yoyote ile, lakini si kweli. Kufuatilia mawasiliano halisi kama simu, SMS au WhatsApp mara nyingi kunahitaji ruhusa maalum au utaalamu wa hali ya juu. App nyingi unazoziona mtandaoni ni fake au zinakupa taarifa zisizo sahihi. Namba 4, ni kinyume cha sheria. Hili ni muhimu sana kufahamu. Kufuatilia mawasiliano ya mtu bila ruhusa yake ni kosa kisheria katika nchi nyingi ikiwemo Tanzania. Unaweza kutozwa faini kubwa au hata kufungwa. Hivyo kabla hujafikiria kufanya hivyo, jaribu kufikiria mara mbili. Namba 3, faragha ya mtu ni muhimu sana. Kila mtu ana haki ya faragha yake, hata kama ni mpenzi wako, rafiki au ndugu. Kufuatilia mawasiliano yao bila wao kujua unaweza kuharibu uhusiano wenu kabisa. Imani ni muhimu kuliko kufuatilia mawasiliano ya mtu bila yeye kujua. Namba 2, app nyingi ni hatari. Baadhi ya app zinazodai kufuatilia mawasiliano huiba taarifa zako, huleta virus kwenye simu yako au hata kuibia pesa. Hivyo usidownload application yoyote ile bila kuichunguza vizuri. Namba 1, kuna njia salama zaidi. Badala ya kufuatilia mawasiliano ya mtu kwa siri, ni bora kutumia njia salama kama kuongea wazi, kujenga uaminifu au kutumia parental control kwa watoto. Hizi ni njia bora na salama zaidi. Sasa naamini umejifunza mambo matano muhimu kuhusu kufuatilia mawasiliano ya mtu. Kama umejifunza kitu kipya, bonyeza like, subscribe kwa content zaidi za teknolojia na comment hapo chini. Je, wewe unaonaje kuhusu kufuatilia mawasiliano ya mtu au mpenzi wako?